Karibu na ujambo watazamaji wetu wa Zejofa Media. Tunakukaribisha kwa matangazo yetu ya Jumanne ya tarehe Novemba 7 mwaka wa 2023. Msimamizi wa matangazo ya leo ni mimi Mwalelwa Mseke Dide, ninayewatakieni nyote ufuasi mwema. Mbele ya yote sikilizeni kwanza muktasari wake. Mapigano makali yamezuka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan mkoani Kivu ya Kaskazini, baina ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo upande mmoja, M23 na ADF jeshi la Rwanda upande mwingine. Kauli ya mkuu wa vikosi vya MONUSCO nchini DRC yaleta utata na wasiwasi mkubwa miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nchi wanamemba wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC zimekubali kutuma wanajeshi wao mashariki mwa nchi kupambana na M23. Na mjini Bukavu, waandishi wa habari wamejitolea kukuza jinsia katika utangazaji wa mchakato wa uchaguzi ili kuwezesha ushiriki wa wanawake katika uchaguzi. Hayo ni machache, mengi zaidi ni hivi punde tu. Habari kamili. Kauli iliyotolewa na mkuu wa vikosi vya tume la kulinda amani la Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO kwa ufupi, Brigadia Generali Otavio Rodriguez de Miranda Filo, kutoka taifa la Brazil, akiwa kwenye kikao na waandishi wa habari mjini Goma mwishoni mwa wiki. Huyo alisema watachangana na majeshi ya taifa kufanya operesheni ya pamoja dhidi ya M23 na ADF jeshi la Rwanda kupitia operesheni iliyopachikwa jina la Springboks. Nao wataulinda mji wa Goma na ule wa Sake isiweze kushambuliwa na kuanguka mikononi mwa wapiganaji wa M23. Endapo watasubutu, basi watapambana nao licha ya nguvu walizonazo wasi hao. Kauli hiyo ya mkuu wa vikosi vya MONUSCO imepokelewa kwa hisia tofauti na watu wengi ambao masemi hayo hayakuingia vilivyo akilini mwa baadhi ya wananchi. Nilimuuliza Bwana Lora Mugiraneza, mmoja wa wachambuzi wa masuala mbalimbali katika eneo la kanda, kwanza kabisa, kwa nini kauli hiyo ya MONUSCO wakati huu ambao siku zao zimebakiliwa za kuhesabiwa kwa vidole? Pili, kwa nini kuikinga mji wa Goma na ule wa Sake pekee wakati mji, vijiji na vitongoji vingine vingi viliweza kumilikiwa na M23 wakikuweko MONUSCO? Lora Mugiraneza kutoka Goma alikuwa na mtazamo huu. Asante sana kwa ulizo lako. Nawaza kama kauli hii ya MONUSCO ama ya Umoja wa Mataifa kupitia jeshi lenye kumiliki amani hapa kwetu Kongo, MONUSCO, imetoka wakati ambapo rais wetu Antoine Felix Tshisekedi na government yetu ya Kongo kusema eti mwezi wa Disemba waanze waondoke na kufunga mirago yao kuondoka kwetu Kongo. Kwa namna hiyo, wao ni tayari kufanya mbinu zote ili kuharibu mazingira na amani katika Kongo, ili waoneshe Umoja wa Mataifa na dunia nzima ya kama wana umuhimu wa kubaki kwetu Kongo. Ijapokuwa wakaaji na raia wote wamekwisha kabisa kuona udhaifu wao, ya kwamba wameshindwa kutokomeza hata kundi moja lenye kumiliki silaha, ijapokuwa uwepo wao miaka zaidi ya miaka 20, bado vikundi vya silaha zimeongezeka, na hata M23 tangu ilipoanza chanzo ikakamata Bunagana, ikikamata Ruchuru, ikikamata Masisi, kwa wakati tunapozungumza yupo napigana Kibumba na eneo nyingi sana ambazo zinakaliwa na waasi hao wakisaidiwa na wafadhili wa Rwanda na Uganda. Wao MONUSCO walikuwepo, na kwa wakati tunapozungumza wapo Kiwanja, wapo Kibumba, wako mahali pote, lakini hawakuweza kuzuia M23 kukamata maeneo mbalimbali hayo, na ni mahali hapo ambapo tunasema ndio nafasi kubwa ya kusaidia mji wa Goma. Unajua kama mji hawezi kujengwa bila vijiji. Wakaaji kama vile nimesema awali, wakaaji walimaji, wale wakulima na wengine wenye biashara katika miji, katika vijiji wakisha kufukuzwa na wanajiweka kando kando ya mji wa Goma kama ndani ya makambi za ukimbizi. Hayo yote yanaonyesha udhaifu kweli wa Umoja wa Mataifa ambao kuweza kusimamisha mwenendo wa hapa wa M23 na wafadhili wa Rwanda na Uganda. Kwa kujibu kwa swali lako kwa mwisho, na kusema kwamba
sio Goma na Sake ndio kutarajiwa kukingwa. Hapana, kwa kweli kama mimi mkaaji wa Goma naweza kusema ni kingwe, lakini bila chakula, bila maji, bila chochote. Unajua kama vyakula vyote vyenye kulisha mji wa Goma hata Sake vyatoka kwenye vijiji Masisi, vinatoka Ruchuru. Kwa wakati kama tunapozungumza hakuna communication ya kuondoka Beni, ya kutoka Butembo fika Goma, kutoka Ruchuru mpaka Goma ni matatizo makubwa sana. Na wakulima wengi Ruchuru, wakulima wengi Masisi, Nyiragongo wamekwisha kufukuzwa kwenye shamba zao. Haya wanakufa na njaa, wanauawa na njaa hapa kwenye makambi. Na wakati wanauawa na njaa na mji wa Goma hauna chochote, wakaaji wanafariki usiku kwa mchana. Na hata wakati makambi yanazunguka mji wa Goma, wakati watu hao hawana kazi, hawana lolote cha kufanya, ndio wenye kugeuka wezi wa kubomolea watu na kuwa watu. Ni kusema kama MONUSCO haina budi kudanganya watu, hii majeshi ya Umoja wa Mataifa hawana budi kutudanganya sisi wa Kongomani eti wanakinga mji wa Sake na Goma, ijapokuwa wameshindwa kukinga miji kama Bunagana, kama Kiwanja, kama Ruchuru, kama Kichanga na mahali pengine pote ambapo M23 ikiwababaisha na kuwaua maraia na kuwahangaisha wale wakulima na wenye kufanya biashara, ikiwa imekwisha kushindikana. Haya ni kifo cha wakaaji wa mji wa Goma, na ndio maana tungeliomba unafiki wao huo uweze kukomeshwa. Tunaendelea kusema kama hatuamini mawazo yao. Tuwaza kama wakisha kusema hayo kuna agenda kwa kweli, wamekwisha kuangalia namna gani watatoa tena mikononi mwa adui mji wa Goma. Mtajua kama sio mara ya kwanza, hata mwaka 2013 wamewahi kutoa mji huu wa Goma, ijapokuwa tuliwaona wakiwa na mobilization, wakiwa na attack, wakiwa kwenye mapambano, lakini walimalizia kwa kupana mji wa Goma. Na ndio maana hatuna budi ya intervention yao, hatuna budi ya uingilizaji wao katika siasa ya leo na katika vita ya leo. Tunaaminia tu jeshi letu la government na wazalendo ambao wanapiga hatua kwa kukinga mji, lakini kwa ukweli sio vraiment wakati wa kufaa kusema eti watatusaidia kuchunga mji. Sisi si watoto, bado tuna akili, sisi si wajinga, tunajua mambo wanayoifanya ni kwa ajili tu waweze kuambia Umoja wa Mataifa eti na mataifa mengine eti tungali na lazima kubaki Kongo, wakongomani bado wana nguvu ya kukinga mji wao. Haya, kama wanataka kutusaidia, tunataka tangu kesho waanze kuondosha M23 kwenye vituo vyao Kibumba, hata Ruchuru, Rugari, Masisi kote, wawarudishe kwenye cantonment au mahali walipotoka Rwanda na Uganda, ili wakongomani wapate kusadiki kama wana nguvu ya kuwakinga. Kutukinga sisi yani mji wa Goma haina maana. Ya maana ni kutusaidia kuwaondosha wa M23 na wafadhili wa Rwanda na Uganda, kuambia waondoke Kongo na waatuachie amani. Utakumbuka kama nisiweze kukataa kusema tu juu ya Beni, pia ADF hata Ituri, miji ni mingi ya kukinga lakini bado haikingiwi. Tunaomba kama MONUSCO inapenda tena mara nyingine wakaaji wa Kongo warudishie ile confiance, ile kuwatumainia, waweze basi tangu kesho kufanya mbinu iwezekanavyo ili miji ya Kiwanja, Ruchuru, Masisi, Kichanga, Tongo na mahali pengine ambapo kumekaliwa na wahuni hawa wakisaidiwa na Rwanda ibaki basi irudi katika mikono wa Kongomani. Uchaguzi ufanyike Ruchuru, Masisi, hata Nyiragongo na Beni, wa ADF wapate kwenda na kurudi, na ndipo tutajua kama kweli Umoja wa Mataifa imesimama na kuweza kuagiza ili amani irudi katika Kongo. Kama sivyo, labda tunaenda tu kushikilia ile hatua ya rais wetu waondoke, sababu ni wanafiki na ni wao wenye kuwa na chanzo kikubwa cha mauaji yenye kuendelea hapa kwetu Kongo. Na kushukuru. Na kwenye kikao kilichohitishwa na uongozi wa nchi wanamemba wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC mjini Luanda, mji mkuu wa Angola, siku ya Ijumaa ya tarehe Novemba 3 mwaka wa 2023, wakikubaliana kwa pamoja kutumwa kwa vikosi vya SADC kwa njia ya kumaliza machafuko yanayosababishwa na nchi ya Rwanda kupitia M23. Waliafikiana kutumwa kwa wanajeshi na vifaa mwishoni mwa mwezi huu wa Novemba. Lakini licha ya makubaliano hayo, tayari kuna nchi 3 zilizojitokeza na kukubali kutuma wanajeshi wao kupambana na M23 bila ya kusubiria tarehe Novemba 30, yaani mwisho wa mwezi huu.
Nazo nchi 3 miongoni mwa 16 zinazohunda nchi wanamemba na ambazo ndizo zilizopiga hatua ya kukubali kutuma askari wake mapema ni pamoja na Malawi, Tanzania na Afrika ya Kusini katika hali ya ushirikiano. Kwenye mizengo iliyofanywa kuhusu aina ya silaha, makombora na mizinga itakayotumwa kwenye uwanja wa mapambano, hiyo ni siri, haikufichuliwa kwa vyombo vya habari. Ni vema kukumbusha hapa kuwa kwenye mjadala wa kikao cha Luanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliwakilishwa na naibu waziri mkuu wa ulinzi Jean-Pierre Bemba Gombo, waziri wa ushirikiano wa kikanda Antipasi Mbusa Nyamwisi na baadhi ya maafisa waandamizi wa jeshi pamoja na mwakilishi mkuu wa serikali Serge Chibango. Tutokapo na habari hizo zinazozungumzia mkutano wa SADC pamoja na kutumwa kwa baadhi ya vikosi vya nchi wanamemba, tuelekee kwenye mkoa wa jirani wa Kivu ya Kusini, nafasi ambako waandishi wa habari wamejitolea kukuza jinsia katika utangazaji wa mchakato wa uchaguzi ili kuwezesha ushiriki wa wanawake katika uchaguzi. Ahadi iliyotolewa wakati wa warsha wa mafunzo kuhusu utangazaji wa vyombo vya habari vinavyozingatia jinsia ili kukuza ushiriki wa wanawake katika siasa. Kutoka Bukavu, Natasha Mingu Andrea anatujia na maelezo zaidi. Wakati wa mikutano hii, wanajopo mbalimbali walizingatia masuala ya ushiriki wa wanawake katika siasa, msingi wa uandishi bora wa habari na mawasiliano ya umma bila ubaguzi wa kijinsia. Kwake Bray Munganga, wanahabari lazima waunganishe zana ya jinsia katika viwango vyote ili wanawake wasijihisi kubaguliwa katika uchaguzi ujao nchini DRC. Bon, depuis le début du processus électoral, là je parle en tant que consultante chez AFM. Tangu mwanzo wa michakato za uchaguzi, hapa nazungumuza kama mchunguzi wa kundi la wanawake waandishi wa habari mnamo mada ya michakato za uchaguzi kuhusu hali ya kijinsia. Naweza kusema ya kuwa hamna mabadiliko makubwa, na mabadiliko hayo sio tu kwa ngambo ya vyombo vya habari, kwa sababu tumegundua ya kwamba vyombo vimoja vya habari vimejitahidi kuanzisha vipindi mbalimbali kwa ajili ya wanawake kuhusu michakato hizi za uchaguzi. Kwa upande wao, washiriki wa mafunzo haya wanajitolea kutekeleza kwa vitendo mapendekezo ya kikao hicho. Patrick Makiro ni mwanabloki mwanahabari katika gazeti la Lambert Info, amefurahishwa na mafunzo haya. Dans ma vie quotidienne, dans ma vie professionnelle quotidienne, katika maisha yangu ya kawaida na hata kazini, nitajitahidi kufanya yote iwezekanayo kusudi wanawake wapate nafasi kwa kupata habari, na ikiwa nitakuwa na lazima ya wanaume mtendaji wa siasa ili apate kusumulia kuhusu swala fulani, nitajitahidi kualika pia mwanamke kuhusu swala hilo tu ili naye atoe pendekezo lake. Tafadhali kumbuka kuwa mafunzo haya yaliandaliwa na MONUSCO kwa ushirikiano na Umoja wa Kitaifa wa Wanahabari wa Kongo Kivu Kusini kwa waandishi wa habari kutoka redio, televisheni na vyombo vya habari vya maandishi na mtandaoni katika jimbo la Kivu Kusini na mjini Bukavu. Nikiripoti kutoka jijini Bukavu, mimi ni Natasha Mingu Andrea kwa niaba ya The Jofa Media. Na ni kupitia ripoti yake Natasha Mingu Andrea, mtazamaji mpendwa, ndio utakuwa mwisho wa habari zetu. Lakini na kuomba usiondoke kabla huja subscribe, kucomment na kulike, pia kushare kwa wengine ambao ndio utakuwa mchango wako kwa TV yako ipendelevu online The Jofa Media. Mimi ni Molelwa Msekedide, ninayewaaga nikiwatakieni nyote kila laheri.